Hayo yamebainishwa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Mbulu Rehema Saidi Bwasi wakati wa mafunzo ya ujasiriamali kwa vikundi 20 vya wanawake na vijana vya mji wa Mbulu yaliyotolewa na benki ya CRDB kupitia programu yake Imbeju kabla ya kukabidhiwa mkopo huo usio na riba ambao ni sehemu ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri. Niwashukuru sana benki ya CRDB kwa ushirikiano wenu kutoka tulipoanza zoezi hili na hatimaye tumefikia hatua hii kubwa ya kujumuika na wanavikundi hawa wapatao 20 ili kuwapatia mafunzo haya muhimu ambayo yatakwenda kuwajengea uwezo mkubwa wa namna ya kwenda kusimamia fedha hizi ambazo zimetolewa na Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vikundi hivi vinakuwa na watu karibu 20 na kuendelea. Lakini sio wote wana qualify au wana sifa za kupata mikopo kwa awamu moja. Kwa hiyo kuna wale ambao watapata ndani ya vikundi hivi ambao wana sifa na wale ambao hawana sifa basi wataendelea kujengewa uwezo. Ndio maana tunafanya mafunzo haya na programu hii ya Imbeju nia yake ni kutoa mafunzo kujenga uwezo kwa Watanzania wengi zaidi kupata mikopo na kupata huduma za kifedha. Leo ni awamu ya kwanza. Kwa hiyo kutakuwa na awamu ya pili, awamu ya tatu na tunategemea kufikia vikundi zaidi ya 40 katika halmashauri hii ya Mbulu. Wanufaika wa mafunzo hayo wameeleza matarajio yao mara baada ya kushiriki mafunzo hayo maalum yanolenga kuandaa namna ya kutumia vizuri fedha za mkopo huo usio na riba. Hii mikopo itatunufaisha kutoka kwenye utegemezi kwenda kusimama sisi wenyewe kwa miguu yetu, kuendelea kuboresha biashara na kuendelea kufungua biashara zingine. Tunapenda kuihakikishia serikali na CRDB kwa ujumla kwamba sisi kama vijana hususan kwa kikundi cha SWAT tumejipanga kufanya kazi kwa bidii na kutumia hizi fedha ambazo tumezipata za mkopo kuzifanya kama mtaji katika miradi yetu ambayo tumeandika katika andiko letu la mradi. Akifungua mafunzo hayo, mkuu wa wilaya Mbulu Michael John Semindo amevitaka vikundi hivyo kutumia vema mkopo huo kujikwamua kiuchumi na kurejesha kwa wakati kuwezesha wengine kunufaika. Ndugu zangu, lengo la mikopo hii Mheshimiwa Rais anataka tukomboke kiuchumi. Anataka, wanasema ukimkomboa mwanamama umeikomboa jamii nzima. Kwa naomba na nyinyi mliopata sifa, mliopata pesa leo, mnapopata pesa hizi muende mkazitumie vizuri. Sawa jamani? Mkasaidie ndugu zenu, mkasaidie familia yenu, mkasaidie majirani zenu na wenzenu nao kupata nafasi ya kupata mikopo. Wale vijana na wenyewe muendelee kutumia mikopo hii kujikomboa kiuchumi. Mkakuze vikundi vyenu. Lakini sitarajii kuona tumepata mikopo hii halafu mkawa mrejeshi. Mpango huu unatarajiwa kuongeza ushiriki wa wanawake, vijana na makundi maalum katika shughuli za kiuchumi na kuinua hali za maisha ya jamii. Joseph Bura, TBC, Mbulu, Manyara.